Asante kwa ajili ya wakati huu, asante kwa ajili ya saa hii ambao Bwana umetupa neema tena ya kuwepo nyumbani mwako. Tunajua yote haya umeyaachilia kwa sababu unatupenda, unatujali na unayapenda maisha yetu. Roho Mtakatifu, tunajiachilia mikononi mwako, sisi pamoja na fahamu ulizotujalia. Tunaomba tukaisikie sauti yako, kile ambacho inataka kuzungumza nasi, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, amen. Shangilie Bwana kwa makofi, shangilie tena Bwana kwa makofi na vigelegele. Haleluya, amen. Tunaenda kuangalia neno la Mungu. Kichwa cha somo, neno la Mungu ni silaha dhidi ya nguvu za giza. Amen. Neno la Mungu ni silaha dhidi ya nguvu za giza. Amen. Mara ya mwisho tuliangalia maombi ya kudumu. Kwenye maombi ya kudumu tulisema kwamba ni maombi endelevu. Amen. Na tulijifunza kwamba kinachozichosha nguvu za giza ni pale mtu anapoomba maombi endelevu. Amen. Au kanisa linapoomba maombi endelevu. Amen. Sasa kitu ambacho Roho Mtakatifu ametupa kukitizama leo ni kwa habari ya neno la Mungu ni silaha dhidi ya nguvu za giza. Amen. Mtu yoyote ambaye anapigana vita ya rohoni ili awe amekamilika, ili awe askari wa Mungu ambaye ana uwezo wa kushinda, lazima yabebe mambo mawili makuu. Amen. Kitu cha kwanza, lazima ibebe roho ya maombi. Amen. Sijasema roho ya kuombewa, nimesema roho ya maombi. Maana yake yeye mwenyewe binafsi anaomba. Amen. Lakini cha pili, mtu yoyote ili aweze kuzishinda nguvu za giza, lazima ndani yake awe na neno. Amen. Kwa maana hiyo maombi ni maisha, kwa sababu maombi, tunapozungumza tu maombi tunazungumzia maisha ya mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Amen. Kwa msingi wa maombi ni mawasiliano, sio mahitaji. Amen. Msingi wa maombi ni mawasiliano, sio nini? Mahitaji. Manake wewe na Mungu mnakuwa na ukaribu. Wewe na Mungu mnakuwa na niseme uswahiba au urafiki. Kwa sababu neno limeisha sema, siwaiti ninyi watumwa bali ninawaita rafiki. Amen. Sasa sifa mojawapo ya urafiki ni mawasiliano. Lakini tunapozungumzia neno ni msingi wa maisha ya mpiganaji wa vita vya rohoni. Neno ni msingi wa maisha wa mpiganaji wa vita vya rohoni, kwa sababu neno ndilo silaha ya rohoni. Maombi ni mawasiliano, lakini neno la Mungu ni msingi wa maisha ya mpiganaji au mtu aliyokoka wa maisha ya rohoni, kwa sababu neno ni silaha inayomsaidia mtu anayefanya vita vya kiroho kuwa na uwezo wa kushinda kwenye ulimwengu wa roho. Manake neno na maombi vikikosekana, huyo mtu ameshindwa. Lakini pia mtu akiwa na maombi akakosa neno, ameshindwa. Na mtu akiwa na neno akakosa maombi, ameshindwa. Manake hivi ni vitu vinavyoenda sambamba, vinaelekeana. Unapobeba maombi, lazima ubebe na neno ndani yako. Uweze ukaomba sana alafu usiwe na neno.
na uwezo ukasoma neno sana alafu usiwe na maombi. Hivi ni vitu ambavyo mtu anatakiwa kuwa navyo kwa pamoja. Amen. Kama anataka kushinda vita. Amen. Sasa andika hivi: nikitaka kushinda vita lazima nilijue neno au nimjue neno. Amen. Nikitaka kushinda vita ni lazima nimjue neno au nilijue neno. Amen. Wakati mwingine mtu akikwambia neno yanakuja maandishi unayoona kwenye Biblia. Nikikwambia soma neno, moja kwa moja yatakuja maandishi unayoona kwenye Biblia. Lazima wewe ujue neno ni nani au neno ni kitu gani. Ukisoma kile kitabu cha Yohana ile sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, utaona Biblia inasema hapo mwanzo palikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Natamani tuusome pamoja. Sema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hizi sentensi ukizisikiliza au ukizisoma bila kuelewa, unaweza ukahisi zinaongea kitu tofauti, lakini anaanza kwa kusema hapo mwanzo kulikuwako na neno. Maana yake kitu cha kwanza kuwepo kilikuwa ni neno. Hapa anasema naye neno alikuwako kwa Mungu. Sasa huyo mwanzo, anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, maana yake kilichokuwepo mwanzo ni neno, lakini hicho ambacho ni neno kilikuwepo mwanzo, anasema kilikuwa kwa Mungu. Na anasema hivi, naye neno alikuwa Mungu. Aha, kumbe tunaanza kuelewa. Biblia inaposema hapo mwanzo kulikuwako na neno, maana yake inasema hapo mwanzo kulikuwa na Mungu. Amen. Kwa sababu anasema huyo neno ndiye ambaye alikuwa Mungu. Na anasema wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Maana yake kila kitu unachokiona kipo duniani, unapoona kuna wanyama, unapoona kuna mimea, unapoona kuna milima, unapoona kuna bahari na mengine yote yanayokushangaza, ni kwa sababu neno aliyafanya ambaye ni Mungu. Amen. Lakini anasema pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Maana yake kila unachokiona Mungu alikifanya. Amen. Na kila unachokiona ni neno aliyekifanya. Amen. Sasa huyu mwanzo ambaye alikuwa ni neno na huyu mwanzo ambaye alikuwa ni Mungu, katika mstari wa 14 Biblia inasema hivi, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sasa unaanza kuelewa, kumbe hata Yesu aliyekuja alikuwa ni neno. Amen. Lakini huyu neno Yesu aliyekuja, yeye akafanyika mwili. Amen. Mungu anachokionyesha hapa kwenye maisha ya mtu ni kwamba neno kazi yake ni kuvifanya vitu visivyoonekana vionekane. Maana yake neno linaumba, neno linabadilisha. Maana yake kwa kadri mtu anavyojaa neno la Mungu, maana yake ndani yake anayejazwa ni Mungu mwenyewe. Amen. Na Mungu anavyozidi kujazwa ndani, na ndivyo huyo mtu anavyozidi kubadilika. Kwa nini anabadilika? Kwa sababu tangu mwanzo neno lilikuwa linaumba, linafanya vitu vionekane tunavyoviona leo. Amina. Kwa hiyo kwa kadri unavyoendelea kushiba neno,
Kwa kadri unavyoendelea kulielewa neno, na ndivyo utendaji kwenye maisha ya rohoni unaendelea kuonekana, na mwilini ni matokeo ya kila ambacho kipo rohoni. Amen. Manake hakuna anayepata matokeo kama hajajua neno au kama hajamjua neno. Amen. Na ndo maana kwenye maisha ya sasa kuna watu wengi wameokoka kuliko zamani. Kuna watu wengi wanamtaja Yesu kuliko zamani. Kuna watu wengi ambao wanaabudu kwenye ibada kuliko zamani, lakini kiwango cha matokeo cha yale watu ni kidogo. Kinachosababisha kusiwe na matokeo ni kwa sababu watu wamekataa kumjua neno. Kwa sababu watu wakimjua neno, watu wakimjua Mungu vizuri, watu wakilielewa neno vizuri, linataka waishije, linataka wafanye nini, waombeje, mifumo ya rohoni imekaaje. Kwa sababu unapomjua neno, anaanza kukupa zile taarifa za rohoni, anaanza kuyafunua maisha yako. Kwa sababu kazi ya neno pia ni kufunua yale ambayo yamejificha. Manake kama hatima imejificha, unapolijua neno, Mungu anaanza kuifunua hatima. Na ndio maana kuna mwingine ulikuja ukiwa huwezi kufanya chochote, unaingia kwenye uokovu, lakini unavolijua neno anaanza kufunua vile ambavyo vimejificha. Huduma inazaliwa, kuna maisha mapya yanazaliwa. Kinachoyazaa maisha mapya ni neno. Amen. Kwa sababu limeingia ndani, ulisikia neno. Amen. Baada ya kusikia, ulipotii, Mungu akakufanya ukawa umezaliwa mara ya pili, anakufanya unakuwa kiumbe kipya. Ndio maana Biblia inasema kila aliyeingia ndani ya Kristo huyo amekuwa kiumbe kipya. Amen. Anakuwa kiumbe kipya kwa sababu neno ni lazima limzae linapoingia ndani yake, linapoingia kwenye maisha. Amen. Kwa hiyo kazi ya neno ni kuyazaa maisha ya hatima kila siku. Hiyo ndo kazi ya neno. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema hautashinda vita kama usipomjua neno au usipolijua neno la Mungu. Maana yake Mungu yeye alipokuja hakuja kwa njia nyingine yoyote, ile alikuja kama neno. Maana yake huyo neno sasa akavaa mwili. Maana yake muongelea Yesu ni sawasawa na kusema neno. Yaani ukisema tu Yesu, maana yake umesema neno. Ukisema Mungu, maana yake umesema neno. Lakini huyo neno alichokifanya, alifanyika mwili. Kwa nini neno alifanyika mwili? Labda nikupe sababu hii itakusaidia. Neno alifanyika mwili ni kwa sababu Mungu anataka tunapoliamini neno lake, udhihirisho uonekane kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio maana ya neno kufanyika mwili. Maana yake unapoliamini neno kwenye eneo la afya, Mungu anataka udhihirisho. Na udhihirisho ni kwamba hiyo afya ionekane kwenye maisha yako. Unapoamini neno kwenye eneo la uchumi, Mungu anachokitaka ni udhihirisho wa neno. Kwa hiyo mpaka sasa anayeliamini neno lazima aliamini neno kwenye kufanyika mwili. Ukiwa unasoma Biblia alafu mfano neno linasema yote yawezekana kwake yeye aaminie. Ukiona kuna vitu unaona mashaka, ukiona kuna vitu kitaka viombee unaguna, elewa bado haujafika kiwango cha neno kuwa anafanyika mwili kwenye maisha yako kwa maana ya udhihirisho. Amen. Anasema pasipo yeye hakikufanyika chochote. Na ili uokovu patikane, ilikuwa ni lazima Mungu aje atusikilizishe neno, manake atamke neno. Akilitamka neno, manake watu wanaanza kuumbwa upya, wanapokea neema, kwa sababu ndio kazi ya neno toka mwanzo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania ile sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema Mungu ambaye alisema zamani za baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo kinasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapa anasema kwa yeye aliufanya nini?
ulimwengu. Yote inaonyesha kwamba Yesu alishiriki mpaka hatua za uumbaji. Alikuwepo, dunia inaumbwa, alikuwepo, alishiriki, akaumba na yeye. Anaposema na iwe nuru, Yesu alikuwepo, anasema na iwe nuru. Alichokifanya tu ni kufanyika mwili, alikuwa haonekani, sasa ameonekana katika namna ya mwilini. Kwa hiyo lazima uelewe hivi, kwa kadri unavyozidi kumfahamu Mungu, kwa kadri unavyozidi kumjua Mungu, maana yake ni kwamba wewe kigezo namba moja kulijua neno. Hauwezi ukamjua Mungu kama haujalijua. Mungu anajulikana ndani ya neno, sio ndoto, sio maono. Na nisikia watu wa Mungu, narudia tena, sio ndoto wala sio maono. Hata kama utaota ndoto, utaonyeshwa mambo ya mbele, kama haujui neno hauwezi ukamjua Mungu. Hata watu ambao hawajaokoka anaweza akaota mambo ya mbele na yakatokea na hajaokoka, lakini ameota. Lakini kuota kwake hakumfanyi kumjua Mungu. Hata wachawi, waganga wa kienyeji wanaweza wakamulika mambo ya mbele na yakaonekana, lakini kuyaona mambo ya mbele haina maana kwamba wanamjua Mungu. Kiwango cha kumjua Mungu kinategemea kiwango ambacho unalijua neno la Mungu. Amen. Ukisoma kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya 22 mstari wa 21, anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Sema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Zungumza kwa ajili yako, sema nimjue sana Mungu ili niwe na amani, ndipo mema yatakaponijia. Kuna kiwango cha kumjua Mungu, kisipofika mema hayawezi kuvutwa hata kwa maombi. Kumbe unapomjua Mungu kuna nguvu ya mema inakuja kwenye maisha yako. Mungu, nimekwambia tunamjua kwa neno, kwa sababu Mungu ni neno. Kwa hiyo kuna kiwango usipofika cha kumwelewa Mungu, kuna kiwango usipofika cha kulielewa neno ambaye ndiye Mungu mwenyewe, kuna amani hautaipata kwenye maisha yako. Kuna mema hayatakuja kwenye maisha yako. Kumbe kuna wakati unaweza ukawa unaomba amani, kumbe Mungu anachohitaji ili uipate amani ya moja kwa moja ni umjue yeye. Ukishamjua yeye inatosha kabisa ukawa na amani. Amen. Kwa nini utakuwa na amani? Kwa sababu utakuwa unajua kile alichokisema Bwana kwenye neno lake, hicho ni cha kwangu na ninakipokea. Amen. Huko ndiko kujua neno, huko ndiko kumjua Mungu. Manake Ayubu anaifunua siri. Kwa nini wakati anapita kwenye majaribu alikuwa na uwezo wa kusema Bwana alitoa na Bwana ametoa? Kwa nini wakati amepoteza watoto? Kwa nini wakati hana kitu? Kwa nini wakati hana mali? Amepoteza tumaini la maisha. Marafiki wanamwambia mkufuru Mungu ufe, lakini anasema hivi, yanipate mema tu, yasinipate mabaya, mimi ni nani? Hicho kilikuwa ni kiwango kinachodhihirisha kwamba pamoja na mambo anayopitia, pamoja na magumu anayoyaona, lakini ndani yake ana amani. Kwa nini ana amani? Kwa sababu anamjua Mungu. Amen. Yawezekana Ayubu, kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu, kwa sababu alikuwa anampenda Mungu, ni lazima alikuwa ni mtu anayefuatilia neno. Amen. Yawezekana Ayubu alijua, ili niupate utukufu, ili niipate heshima, ili niende mahali ambako Mungu ananipeleka. Yawezekana Ayubu alijua kabisa ya kwamba inanipasa nimwamini Bwana kupitia neno lake na nitapata matokeo ya maisha yangu. Maana yake hakuna matokeo kwenye maisha yako hata ungeliomba bila kulala, hata ungeliomba kwa siku nyingi. Kuna vitu havitavutwa kwa maombi. Kuna vitu vitakujia kwa sababu kuna kiwango cha neno kimeingia ndani yako. Ninapozungumza kiwango
cha neno, labda unielewe namna hii. Kwa mfano huu, mwanamke na mwanaume wakioana kwenye ndoa takatifu, tunasema hawa watu hawajakutana kimwili. Ndo ndoa takatifu. Nanielewa eh? Amen. Mnanisikia? Amen. Ninazungumza ndoa takatifu, hawajakutana kimwili. Maana yake sasa wanaingia kwenye ndoa wakiwa hawajuani. Wakiingia ndani ya ndoa wakisha juana, kwa maana ya kukutana kimwili, kuna badiliko litatokea. Utaanza kuona kuna mtu anaanza kutema mate, si ndio? Na kuna mtu alitema mate, si unaona? Naona utaanza kuona kuna mtu alikuwa amekaa na shepu yake nzuri tu, labda imekaa namna hii, imekaa hivi. Utaanza kuona kuna tumbo linaota, linaongezeka. Wamejuana. Nisikilize mfano kwa makini uelewe, usije kaishia kwenye kucheka. Maana yake kabla hawajajuana kuna badiliko alikotokea, lakini walipojuana kuna badiliko lilitokea kwa sababu wamejuana. Sasa na neno na yeye yupo hivyo hivyo. Neno akisha kutana na mtu, neno likiingia kwa mtu ambaye ni Mungu, kuna badiliko linatokea kwa sababu yule mtu ameisha juana na nani? Na Mungu. Na ndio maana Sauli alipokutana na Mungu, Yesu alipoingia ndani yake, Sauli hakuendelea kuwa muuaji, alibadilika, tukaanza kumuita mtume Paulo. Kwa nini? Amekutana na neno. Amen. Ndio maana inafika mahali Paulo anasema hivi, sio mimi tena ninaishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Kwa sababu kuna kiwango cha neno alishiba, afu kikamwambia haya maisha hautaenda peke yako, unaenda ukiwa na Mungu. Kwa alianza kutembea kwa ujasiri, kwa sababu anajua kwamba nimejaza neno, nimemjaza Mungu kwenye maisha yao. Amen. Wengi wana mashaka na maombi, wana mashaka na maisha, wana mashaka na wachawi, wana mashaka na nguvu za giza, wana mashaka na magonjwa, wana mashaka na kwenye maeneo ya uchumi, kwenye maeneo ya afya. Kinacholeta mashaka ni kwa sababu hawajapata kiwango cha neno kinachosababisha wawe na amani. Amen. Usimkadirie Mungu kwa kiwango cha fedha ulichonacho leo. Na usimkadirie Mungu kwa kiwango cha maisha ambacho unacho leo. Huwa nawaambia hivi, unaweza ukawa huna kitu chochote, lakini ukiwa na Mungu ndani, kuna uhakika wa maisha unakuwepo hata kabla hujaanza kuyaona mambo kwenye ulimwengu wa mwili. Amen. Kuna namna unatembea ukiwa hujafadhaika. Kuna namna unatembea ukiwa unaamini kesho yangu ni njema. Nini kinakupa uhakika? Ni kwa sababu umemjua Mungu kupitia neno. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimekuambia tunachoenda kuangalia hapa, cha kwanza tulikuwa tunaangalia neno ni nani. Amen. Lakini cha pili tulikuwa tunaangalia asili ya neno, ni lazima liumbe. Amen. Na kwa sababu neno ni Mungu, maana yake neno likiingia ndani ya mtu kuna vitu linatengeneza. Linaweza likatengeneza maisha ya imani, mahali ambapo watu wengine wanayaogopa maisha hadi wewe unashangaa kuna vitu unaviona. Kuna wakati hata uelewi unajiamini nini, uelewi, unashangaa unajiamini tu, yani wewe unajiamini kana kwamba unavyo vitu ambavyo huna. Lakini neno likiwa kidogo, hata namna unavyoiona kesho yako unaiona ikiwa ndogo. Kwa nini? Hausindikizwi na uzima ulio ndani ya neno, unasindikizwa na hisia zilizo ndani ya fahamu. Manake neno linazifunga hisia, zinafunga zile hofu za maisha. Na anasema sikuwapa roho ya hofu, bali niliwapa roho ya nini? Ya ujasiri. Hii roho ya ujasiri inatokana na neno. Amen. Kiwango cha neno kikiwa ni kidogo, maana yake ni kwamba asili ya Mungu ambayo ni ya uumbaji haitatengenezeka kwenye maisha yako. Kinachotengeneza asili ya uumbaji, hiyo inayosema hapo mwanzo kulikuwa neno,
naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Hapa anasema hakikufanyika kitu chochote kilichofanyika pasipo yeye. Maana yake chochote ili kifanyike kwenye maisha yako kinahitaji neno la Bwana la kukuvusha, kwa sababu Mungu yeye mwenyewe ni neno. Amen. Sasa yoyote mwenye maombi lakini anaenda kwenye maombi pasipokuwa na neno, huyu anaenda mwenyewe. Ili mtu aende na Mungu kwenye vita ya kiroho anahitaji neno. Amen. Yoyote muombaji yoyote, yaani yoyote anaenda mbele za Mungu anahitaji neno la kumvusha, anahitaji neno la kumsaidia. Amen. Anahitaji neno la kulitanguliza kama silaha. Amen. Amen. Sasa tunaelewa kwamba tunapoongelea neno tunamwongelea Mungu. Kwa hiyo tunaposema neno la Mungu ni silaha, tunachomaanisha ya kwamba sauti ya Mungu ndio silaha ya kukushindia wewe kwenye vita roho. Amen. Maombi pasipo neno ni makelele. Nielewe. Maombi pasipo neno nimesema ni nini? Hayo ni makelele. Lakini neno likiwa na maombi ndani yake, hayo sasa ndio maombi. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba maombi ni silaha. Na kitu ambacho unatakiwa kukielewa ni hiki. Nimekwambia unapolitanguliza neno, umemtanguliza nani? Mungu. Mashetani, nguvu za giza, wachawi, waganga wa kienyeji, wote hao hakuna kitu wanachokiogopa kama neno. Amen. Ukisoma kile kitabu cha Yakobo ile sura ya 2 mstari wa 19, sema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema, na mashetani nao waamini na kutetemeka. Na mashetani nao waamini na kutetemeka. Anasema mimi nikiamini Mungu kama ni mmoja ninafanya vyema, lakini anasema kumbuka, na mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Kwa sababu sasa hili neno, kwa sababu ni Mungu, maana yake mtu anapotumia neno kwenye maombi ni lazima falme za giza zitetemeke. Amen. Kwa nini zinatetemeka? Kwa sababu zinajua uwezo wa Mungu, zinajua nguvu ya Mungu kwenye kila alichokisema. Amen. Zinajua nguvu ya Mungu kwenye kila ambacho amekitamka kwenye maisha ya watu, au amekitamka kwa habari ya hatima yako. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sasa ngoja niwaambie ni kitu. Nimekwambia hivi, neno la Mungu ni silaha ya wapi? Ya rohoni, si ndio? Amen. Sasa nataka tusome kile kitabu cha Wakorinto. Naomba muachane na huyo, muwe huku. Tusome kile kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa pili ile sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 4. Sema kwa sababu vita vyetu viko rohoni, sio mwilini. Sema tu kwa sababu vita vyetu viko rohoni, sio mwilini. Mungu anajua askari wake wakipigana mwilini wanashindwa, wakipigana rohoni wanashinda. Wewe unapookoka, Mungu anakufanya kuwa askari, na askari wa Mungu hapigani vita kwa namna ya mwili. Askari wa Mungu anapigana vita kwa namna ya rohoni. Amen. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Wakorinto ile sura ya pili, ile Wakorinto wa pili ile sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 4, neno la Mungu linasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Sema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kumbe unapookoka uwanja wako wa vita unabadilika.
kabla ya kuokoka, mtu akikuchokoza unaenda mnachambana, utanifanya nini? Utaniambia nini? Lakini baada ya kuokoka, kwa sababu haufanyi vita kwa jinsi ya mwili, hata kama mtu amekuchokoza hauendi tena kupigana naye. Unachokifanya, unaenda katika namna ya rohoni ya kumwambia Bwana, ninaomba nitetee. Ndio maana kuna watu wanaweza wakakusema baada ya kuokoka, wakakuta wewe umenyamaza kimya. Sio kama umenyamaza kwa sababu hauna mdomo, umenyamaza kwa sababu uwanja wako wa vita umebadilika. Unanyamaza kwa sababu unajua Mungu atanipigania. Lakini kama ukiwa mtu baada ya kuokoka unaendelea kupambana na watu kwa namna ya mwilini, maana yake unafanya vita kwa namna ya mwilini. Silaha yenye uwezo wa kuangusha ngome za adui, wa kuangusha vitu vilivyosimama kwenye maisha yako, ni ile silaha ambayo unaitumia rohoni, sio silaha ambayo inaonekana mwilini. Kuokoka ni hatua ya kwanza, kumpokea Yesu, lakini kuna hatua ya pili ambayo inakutaka ulitumie neno la Mungu kama silaha. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Waefeso ile sura ya 6 mstari wa 17 anasema, tena ipokeeni chepeo ya uokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Sema tena niipokee, chepeo ya uokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Kumbe kule rohoni tunapoenda kushindana, tunashindana tukiwa na upanga, na huo upanga tunaotumia kushindana kwenye ulimwengu wa roho unaitwa neno la nani? La Mungu. Maana yake mtu asiyekuwa na neno anapoenda kupigana vita rohoni, maana yake huyo mtu hana upanga wa nini? Wa Roho. Ndio maana kuna muda ukisema tu kwa jina la Yesu ninaamuru upanga, ninakata mapepo, yanapata shida, kwa sababu kwenye neno la Mungu, neno ni upanga. Ndivyo ilivyo. Manake kwenye ulimwengu wa roho, kama hauna neno, manake umekosa upanga. Amen. Kama hauna neno, manake umekosa vifaa vya rohoni. Lakini neno ni silaha ya rohoni. Kuna wakati unaweza ukasema katika jina la Yesu ninapiga, ninabomoa. Kazi ya upanga ni kufyeka. Amen. Kazi ya upanga sio kubomoa. Unanielewa? Lakini ukisoma Yeremia ile sura 23 mstari 29 anasema, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande viwili, vipande. Sasa kumbe neno hili ni moto, lakini pia hili neno anasema ni kama nyundo. Kwa kuna wakati neno la Mungu linaenda kwenye ulimwengu wa roho kama moto. Kuna wakati neno linaenda kwenye ulimwengu wa roho kama nyundo. Ukisema kwa jina la Yesu ninaunguza kila madhabahu, maana yake kule kinachoenda ni moto. Ukiuzungumzia kwa habari ya kubomoa, kinaenda kifaa kinachohusiana na kubomoa. Amen. Kwa unaposema ninabomoa madhabahu, ninabomoa nguzo zao, ninabomoa kila ngome, ninabomoa kila mambo mabaya, kila kilichosimama kwenye maisha yangu, unaposema kwa jina la Yesu ninakibomoa, yaani kwenye ulimwengu wa roho kule ni mtafutano, kwa sababu zinakimbia nyundo tu. Amen. Zinakimbia nyundo. Unielewe tu. Amina. Na ulielewe neno. Sasa jaribu kutafakari hivi, hauna neno, halafu unaenda kushindana na wachawi. Hauna neno, unaenda kushindana na waganga. Na hapo ndipo walipofeli watu wengi wanaomtaja Yesu. Watu wengi wanaosema tunamwamini Yesu, walipofeli ni hapa kwenye neno. Neno anaendelea kukuumba, anaendelea kukujenga. Kwa nini tunajifunza neno kila siku? Mtu akishaokoka akisema Bwana Yesu nimekuja kwako, yaani kiuhalisia ilitakiwa tumwache akaishi tu, lakini tunamwambia njoo kanisani ujifunze neno. Kwa nini tunamuita hapa ajifunze neno? Kwa sababu kila siku anaendelea kuumbwa, anaendelea kutengenezwa, anaendelea kukuzwa. Ndio maana tupo hapa. Hatusemi tulijifunza neno jana. Shule zote huwa zina mwisho. Degree miaka 3. Si ndio? Form 1 mpaka form 4 miaka mingapi? 4. Ni syllabus. Form 5 na form 6 miaka mingapi? 2.
mingapi? Miwili. Udaktari miaka mingapi? Manake elimu zote za duniani zina ukomo. Elimu ambayo haina ukomo mpaka siku ya mwisho, kuna watu watakujia ile siku nakufa, kuna mtu atakwambia mtumishi, muamini Bwana Yesu anaokoa, Yesu atakuponya. Yaani ile syllabus inaenda nawe mpaka kaburi. Amen. Lakini elimu zote zina mwisho. Elimu ya Mungu yenyewe peke yake haina mwisho. Amen. Kwa sababu shetani anabadilisha mbinu za kupigana na watu, anabadilisha utaratibu. Kama alikujia jino linauma, anaweza akakujia jicho linauma. Sawa eh? Amen. Kama alikuja anafanya hivi, siku nyingine anakuja anatembea kwa mbele. Kama kuna siku shetani alikujia na mapembe, siku nyingine anaweza akakujia shetani kama dada mzuri, amependeza, mrembo, ukimwona ni mweupe kama nani sijui eh? Sasa msije mkasema mimi nimesema shetani ni mweupe mkaanza kupambana na watu weupe. Sawa eh? Shetani anaweza katokea akawa mweusi kama mimi. Shetani anaweza katokea akiwa mfupi, anaweza katokea akiwa mrefu, lakini pia anaweza katokea tu kama gari likaja likakugonga ukafa, ndo shetani ametokea. Kwa hiyo anaweza akajibadili kuwa kwenye kitu chochote. Kwa sababu shetani anajibadili, Mungu anataka nawe kwa kadi siku zinavyokaa uwe unazidi kujifunza maarifa rohoni. Amen. Ili ujue namna ya kumshinda shetani. Kwa nini Biblia inasema neno la Mungu ni jipya kila siku? Upya wa neno ni kwa sababu shetani anabadili mbinu. Amen. Kwa na Mungu naye alijua lazima na mimi niwafundishe jambo jipya kila siku. Amen. Kwa hiyo ukiwa unapeleka maombi lakini hauna neno, maana yake unapeleka maombi yakiwa hayana upanga. Ili maombi yawe na upanga, yaweze kupenya pale kwenye anga yanapozuiliwa, yanahitaji yatanguliwa na neno la Mungu. Yaani ukimwambia shetani imeandikwa kwamba, wakati huo unakuta ugonjwa ndio umekubana. Nani amewahi kuumwa anashindwa kupumua? Nani amewahi kuumwa? Wewe ogopa ile homa ya kushindwa kupumua. Usipokaa sawa sawa, unaanza kwanza kusema Bwana, samehe dhambi zangu, mtumishi wako nilale kwa amani. Lakini ukimwambia shetani kwa jina la Yesu, mimi ni punzi ya Bwana, imeandikwa kwamba akanipulizia punzi yake, ninaiamuru punzi irudi. Shetani anajua wewe unasema neno. Shetani anajua mtu anayeomba kwenye neno na anajua mtu asiomba kwenye nini? Shetani anajua. Amen. Mtu anayeomba kwenye neno maana yake anaomba kwenye mapenzi ya Mungu. Amen. Mtu anayeomba nje ya neno maana yake haombi kwenye mapenzi ya Mungu. Ili uombe kwenye mapenzi ya Mungu lazima ukae kwenye neno. Amen. Lazima ukae. Ukishindwa kujifunza neno, ukishindwa kukaa kwenye neno, ukishindwa kumwabudu Mungu, yani katika viwango vya neno, maana yake na matokeo hauwezi kuona. Matokeo ni vile ambavyo ndani yako umejitahidi kujaza neno, umejitahidi kulijua neno, umejitahidi kuhakikisha kwamba mimi haipiti siku nina jambo jipya la kiufunuo. Amen. Ngoja niwape ushuhuda mmoja kidogo. Ni hivi. Mimi unaponiona kila siku asubuhi, yani tunapoonana, wewe jua kila siku ninatembea na, yani kuna neno ninatembea nalo kama ufunuo. Sitembei bure. Nirudie tena. Amen. Narudia, mimi siamki asubuhi nikiwa ninatembea bure. Kila siku unaniona, kila siku unaona yani kuna neno, kuna ufunuo wa neno ambao ninakuwa nao. Huo ufunuo wa neno ninaokuwa nao unakuwa, ukinijia kwa ajili ya kanisa naombea kanisa, ukinijia kwa ajili yangu ninayaombea maisha yangu kupitia kwenye ufunuo wa neno. Wengi wanachokosa leo ni ufunuo wa neno. Mimi niliwahi kuuliza siku moja, nilijua labda ni mimi tu. Nani amewahi kwanza, nani kati yenu amewahi kuona anapigana na watu kwenye ulimwengu wa roho? Nani? Sawa, asante, shusha. Nani amewahi kuona anapigana na watu, anapopigana na wale watu anajikuta anasema maneno ya Mungu vile anavyosema, anashangaa wale watu wanakimbia? Nani amewahi kuona hiyo? Haya, nataka wawili sasa waseme, kimbieni hapa, ni wawili. Yaani utusimulie uliona nini, ili tunaposema neno ni upanga wa roho, kuna mwingine imuingie kwamba neno haya. Karibuni wote watatu, haina shida. Mnasema kwa kifupi, sawa
uliona nini? Nini kilikuwa kinatokea ulipokuwa unaona unasema neno kwenye ndoto? Nini kilikuwa kinatokea? Haya, karibu sema. Piwe. Mimi nilikuwa naota napigana, yani nilikuwa nimetoka tu kuokoka. Nilikuwa bado mchanga tu. Nikaota napigana, yani mtu amekuja tunapigana usiku, yani tunapigana, amekuja kwangu tunapigana. Basi vile nilivyoota, yani niliona amekuja kama na nguvu za giza, yani kama kiuchawi hivi. Basi vile nikasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake, moyoni mwake amemwacha Mungu. Basi nilivyoongea hivyo, ghafla nikakuta amepotea. Naona amfanyaye mwanadamu kuwa ni kinga yake. Sasa huyu anaweza akajiuliza kwa nini aliona kama amepotea, si ndio? Kwa sababu amesema neno. Maana yake kwa lugha nyingine alikuwa anasema Bwana ni kinga yangu. Kwa yule manaka aliposikia neno ni lazima akimbie. Twende wa pili. Kuna kitu nataka tu. Twende wa pili, tukimbie. Mimi niliona niko na watu wengi sana wamenizunguka, ni wengi. Kikubwa alichokuwa nakitaka kwangu, manake walikuwa wanataka kuniua. Manake walikuwa wameandaa mauti kwa ajili yangu. Sasa katika ile vita tulivyokuwa tunapambana, nilishinda kwa mambo mawili. Kwanza kwa neno la Mungu. Maandiko yalikuwa yananijia mengi tu, lakini pia nilishinda kwa kumsifu Mungu na kumwabudu. Basi. Lakini andiko mojawapo ambalo nalikumbuka lilikuja kwamba sitakufa bali nitaishi niyasimulie matendo ya Mungu. Sitakufa bali nitaishi niyasimulie matendo. Yaani hata kama unaumwa, ukisha sema hivyo, kama ni ulimwengu wa giza umesababisha, maana yako umetanguliza nini? Neno. Kuna tofauti ya kusema hivi, Mungu, mimi hapa kichwa kinauma, ninaomba niponye, ninaomba nipe afya. Yaani hapo unasema ni maneno yako, unanielewa? Lakini ukisema kwamba imeandikwa, wewe ni Mungu uniponyaye, kwa sababu hiyo ninaomba Bwana uachilie afya ndani yangu. Ulimwengu wa giza ulioshika afya, kwa jina la Yesu kaachie. Yaani kwa sababu umetanguliza neno, maana yake yale maombi yanatangulia na upanga. Ulimwengu wa roho unakuwa hauna uwezo wa kushika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi siku hiyo wakati nimelala, kukawa kuna nguvu za giza zimekuja, mwanangu akawa analalamika sana, ananiambia huyo hapo, huyo hapo. Sasa mimi wakati ananiambia huyo hapo, na mimi nikaingiwa na hofu kidogo, lakini nilivyoingiwa na hofu, neno likanijia likasema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na maonevu, wala hofu haitakukaribia. Wakati ninaendelea hivyo, nikaendelea kuomba, neno lingine likanijia, limeandikwa ya kwamba ulituma neno lako liwatoe katika maangamizo yao. Wakati naomba ile hali ikawa sawa. Sasa unaelewa Sijui kama wangapi wameelewa hapa. Maana yake ukikosa, kuna wakati, si wakati wote yanatokea mambo unaweza kufungua Biblia. Unielewe? Kuna wakati inakuwa kama ni mwizi amekuvamia ghafla ili akudhuru. Na ndio mbinu ya shetani. Neno la Mungu sio kama linatakiwa liwe kwenye daftari lako au linatakiwa liwe kwenye Biblia. Maana yake neno la Mungu linatakiwa likae ndani. Ndio maana Daudi akasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda nini? Dhambi. Maana yake huyu neno unapomjua, unapomweka ndani, kuna viwango anavyovitengeneza ndani yako. Unaanza kujua standard za maisha ya wokovu au viwango vya maisha ya wokovu vinavyotakiwa. Kwa utajikuta kuna mambo uyafanyi sio kwa sababu unaambiwa, ni kwa sababu umejua neno linazungumza nini kwa habari ya maisha na linazungumza nini kwa habari ya hatima. Amen. Sasa nikwambie hivi, kinywa chenye neno ni silaha ya Bwana. Kinywa chenye neno, kinywa kinachopeleka maombi, kinywa kinachotamka kikiwa na neno la Mungu, Mungu anakitumia hicho kinywa kama silaha. Manake kinywa chako kikikosa neno hakiwezi kikawa silaha ya Bwana. Ili kinywa chako kiwe neno, ili kinywa chako kiwe silaha ya Bwana, unahitaji kuwa na neno ndani yako. Manake yale yote utakayokuwa unayasema kupitia kinywa chako, utakuwa umetumika kama silaha ya Bwana, kwa sababu umelitanguliza neno ambalo liko ndani yako. Amen. Tusome kile kitabu cha Ufunuo ile sura ya kwanza mstari wa 16.
Sema, naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukatoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Anasema upanga mkali wenye makali kuwili ukatoka katika kinywa chake. Hapa Biblia haisemi kwamba upanga ulishikwa mkononi. Biblia inachosema upanga ulitoka kwenye nini? Kwenye kinywa. Manake hiki kinywa kilikuwa na neno, kilipotamka. Manake kinywa cha mtu kinapotamka neno, kinachotoka kwenye kinywa chake ni upanga. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasema tena, kinywa chako kinapolitamka neno la Bwana kwenye maombi ya vita, shetani anachokiona sio maneno. Shetani anachokiona ni upanga umemjia. Manake nguvu za giza, mapepo, majini, mashetani, wachawi, waganga wa kienyeji na maajenti wanapoona mtu aliyeokoka amelitanguliza neno, anaomba kupitia neno, anatamka vitu kupitia neno, anaumba maisha ya watoto wake kupitia neno, anaumba kazi, anaumba biashara, anafanya chochote kupitia neno, ulimwengu wa roho unachokiona kwa mtu huyo hauyaoni maneno matupu. Ulimwengu wa roho unachoona ni upanga. Ndio maana hiyo ninasema kinywa chake kikatoa nini? Upanga. Kumbe kwenye kinywa chako ukijaza neno, unapotamka mambo kwa habari ya nguvu za giza, unaposema vitu kwa habari ya nguvu za giza, unaposema vitu ili kwamba vitokee, ili kwamba viumbe, unaposema maisha ambayo una kwamba mimi ni kichwa, mimi sio mkia, unaposema tu Bwana unamuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha na wakuu, yaani yale maneno yanaposindikizwa na hilo neno, Mungu kuna barabara ya hatima anaitengeneza. Baada ya muda utaanza kushangaa kuna vitu vimekujia ambavyo haujavitafuta kwa nguvu. Kwa nini? Kwa sababu kuna neno. Amen. Mungu ameisha sema, ameikuza ahadi kuliko jina lake. Manake kila alichokisema Mungu amekipa thamani kuliko jina. Amen. Wasikiwe. Amen. Ukisoma tena kitabu cha Ufunuo ile sura ya 19 na mstari wa 15, sema, na upanga mkali kutoka kinywani mwake, ili kwa upanga huo awapige mataifa. Anasema na upanga nini? Mkali. Kumbuka Biblia inasema neno la Mungu ni nini? Ni upanga. Maana yake kwenye kinywa chako ukitaka kuwa matokeo ya kila ambacho unakitamka kwenye ulimwengu, lazima ndani yako kuwa na neno. Amen. Sasa unaweza ukawa na upanga lakini usiwe mkali. Sawa eh? Amen. Hakuna aliyeokoka ambaye hana neno. Kila aliyeokoka na neno. Amen. Neno la kwanza ni lile ambalo ulisikia uokovu. Neno la pili ni yale ambayo ulifundishwa. Neno la tatu ni yale ambayo unafanya bidii. Manake ulipopokea uokovu kwa kusikia neno, ndani yako kilichofanya moyo wako ukalainika, ukaona hapa namhitaji Yesu, ni kwa sababu ule upanga ulipita ndani yako ukaondoa moyo mgumu ukakata. Ndio pale anaposema ataondoa moyo wa jiwe na kuweka moyo wa nini? Wa nyama. Kwa hiyo Mungu alikuponda akakatakata, ukasikia, ukaona okay, ninamhitaji Yesu, ndio ngoja niokoke. Umesikia neno, ameingia ndani tayari. Amen. Lakini kiwango cha pili unafundishwa neno kama ninachokifanya hapa. Hapa ninakunoa kuweka upanga wako sawa sawa. Lakini ukishazungumza upanga mkali, ni yule sasa anayetafuta kujua katika kiwango cha bidii. Amen. Ili upanga uwe mkali, unaposema neno kuwe na makali, lazima kuna muda wa ziada nje ya muda kanisani. Amen. Kiwango hiki cha kusikia neno kanisani hata wapagani wanasikia. Lakini kiwango cha kutafuta Mungu, kumjua binafsi, hicho ni kiwango cha watu ambao wamemaanisha kwamba tumekuja duniani tumebeba ajenda na nataka tutimize. Amen. Ukishajua una kusudi la Mungu ndani, ukishaelewa ya kwamba Mungu hajakuokoa kwa hasara, hauwezi ukaacha maombi, hauwezi ukaacha neno, hauwezi ukaacha
kusoma Biblia yako vizuri, hauwezi ukaacha. Watu bado wanayadharau maisha ya uokovu. Hata baada ya kuokoka bado kuna namna ambayo hauoni neno kwamba lina msaada kwenye maisha yako. Wewe ambaye usomi neno, ndo wewe huyo unayeshinda Facebook. Wewe ambaye usomi neno, wewe ndo huyo unayejua Dar es Salaam kimetokea nini sasa hivi na upo Mafinga hapo. Wewe ambaye usomi neno, wewe ambaye usomi neno, unawafahamu hata watu ambao hujawahi kuonana nao. Kuna majina yapo kichwani kwako, unawafahamu, haujawahi kuonana, sio ndugu zako, sio marafiki zako, lakini unawafahamu. Unawafahamu kwa nini? Unatafuta habari, unaingia Facebook, sisemi ni vibaya, unaingia YouTube, unaingia Instagram, unaingia TikTok, wewe ni huyo. Kwa tukisema kuna mtu anakosa muda wa kusoma neno, tukisema kuna mtu anakosa muda wa kutafakari, sio kweli. Ni kwa sababu haujaweka neno kama kipaumbele, haujaliweka neno kama priority, haujaweka kwamba neno linaweza likafanya msaada kwenye maisha yako. Kwa nini watu wanatafuta kuwa na smartphone? Kuna habari wanazikosa, kuna vitu anahisi anapungukiwa, yaani haendani na kasi ya ulimwengu, anatamani ajue habari fulani, lakini mtu huyo ambaye anafanya bidii hata awe na smartphone, ndo mtu huyo hana Biblia, lakini ameweza kununua smartphone. Kuna watu hapa, kuna watu wanawafahamu kama wamezaliwa nao. Kuna watu hapo ukiwaambia nisimulie historia ya Marekani, anaweza akakusimulia historia ya Marekani, hajawahi hata kufika Marekani. Lakini mtu huyo ukimwambia hebu niambie maisha ya Daudi yalikuwaje, unajifunza nini kwa Yusufu, utasikia anakuambia nachojifunza kwa Yusufu na yupo serious mkavu. Mimi nakwambia hilo lilitokea siku moja, tukasema kila mtu aje akasome habari za Yusufu, alafu kila mtu aje aseme ameelewa nini au amejifunza nini kwa maisha ya sasa. Basi tukapeana muda, tulipokutana bahati mbaya pakaanza kwa mwenzetu mmoja, hakujua. Sasa yule baadaye tulipokaa akasema, roho, unajua mimi nilijua nitakuwa mtu wa 3 au 4. Kwa nikasema wakisha sema watu 2 au 3 na mimi nitapita humo. Kwa hakusoma. Bahati mbaya yule kiongozi wetu akasema fulani tuanze kwako hapo. Na bahati nzuri pale alipokaa ilikuwa lazima achaguliwe tu. Yaani amekaa karibu na yule anayeongoza mjadala. Kwa kaanza aidha alikuwa anze wa kushoto au wa kulia. Sasa yeye kakaa kulia. Bahati mbaya akamwambia bwana anza. Akasema roho, nachojifunza kuhusu Yusufu, huwa sisahau ile story. Kwanza wote tulitulia. Unajua jinsi story ilivyoanza, hata wewe ungetulia kama unajua habari ya Yusufu. Akasema unajua Musa wakati anatoka na wana wa Israeli pale, Farao amewaruhusu wakavuka ng'ambo. Yusufu ndo aliyekuja kumwambia Musa hamna maji. Mimi nilichojifunza, Yusufu yeye alijua nani anatembea na Mungu. Mimi nikasema nikasema alo, na lingine sasa wote si wametahamaki. Unajua sisi watu wafupi ni wakorofi, tuna asili kidogo. Bwana asifiwe, haleluya. Tuna asili fulani hivi. Nikasema mtumishi, na lingine sasa pale alipomwambia Musa atoe maji, sasa maji yalitoka au hayakutoka? Maana mimi hapo sijapaona, inawezekana niliruka hapo boda. Akasema wewe utakuwa hujapaona. Sasa yale maji yalivyotoka, wale jamaa wana adabu, wakaenda tena kwa Yusufu wakamwambia, akasema walipotembea, sijui ilikuwa siku ya ngapi ile nimesahau, lakini walipotembea na yupo kanisani huyo, baadaye wakapata njaa, wakaanza kumwambia Musa tuna njaa. Wanaisraeli wakamfuata tena Yusufu, alikuwa ni kimbelembele. Wakamfuata tena Yusufu
Wakamwambia kamwambie Musa amwambie Mungu atupe mikate. Amwambie akasema Mungu akashusha mikate mingi. Akasema kwa nilichojifunza tunaenda kwa wachungaji wetu tunawaambia mahitaji yetu wanatupelekea kwa Mungu. Mimi nikasema jamani mpigieni makofi. Sasa kwa sababu ni marafiki wote tukapiga makofi. Sasa pale hatuna mbavu. Wa kukaa kwenye majani alikaa. Yaani wa kuanguka chini alianguka. Yaani siku hiyo tulijikuta tumeangusha na Biblia. Wote tunacheka. Sasa sisi tunacheka na yeye mwenyewe mhusika akaanza kucheka. Tulipocheka nikamuuliza nikasema unajua hii hawana waize uliosimulia ina kichekesho ndani yake, una funzo lingine? Akasema nalo. Akaanza kusimulia na mengine ambayo sasa hayapo. Tukacheka tena. Kile kikao kwa kweli hatukuomba, hatukufunga kwa maombi. Kila mtu alianza kuondoka peke yake, anacheka. Unaondoka na begi lako mgongoni. Lakini tupo naye kanisani kama tulivyokaa hivi. Yeye ndio hivyo. Yusufu. Amemjua Yusufu namna hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tukaanza kwenye grupu baadaye la WhatsApp sasa. Tukasema tunaomba ile mada ndugu yetu aiendeleze, atuambie aliyojifunza kwa Yusufu. Sasa nilipotoka pale kumbe likaenda kusoma. Likaniambia mimi nakosea, ninyi amniambii, akalefti na kwenye group. Amechukia. Sasa huyo si ni ujinga wake, kwani sisi tulimtuma, si tulikubaliana tukasome. Na neno watu wa Mungu. Sasa jaribu kufikiri. Huyu sasa angeenda kwenye maombi, akasema baba, kama vile Musa alivyoambiwa na Yusufu, mwamba utoe maji kwa jina la Yesu, ninayaamuru maji. Hayatoki ng'oo, kwa sababu amechanganya habari. Hayatoki ng'oo, amechanganya nini? Habari. Usichanganye habari. Amen. Wewe tunakuuliza habari za TLP, unatupa habari za CCM. Si ndio? Hivi utaeleweka? Bwana, tunaomba historia ya Tanzania. Unaanza pale kusema historia ya Kenya. Hiyo itakuwa historia ya Tanzania. Sasa mtu hata unaposoma neno, ukitaka siku, ngoja niwape siri moja hivi. Siku moja likatokea jambo. Lile jambo likaniumiza kichwa, likanisumbua akili. Yani kupita kawaida. Ilikuwa Pwani. Kwa nini lilinisumbua akili lile jambo? Kwa sababu nimeishi nikajua kuna mtu mmoja hivi ana upepo wa hatari kwenye swala nguvu za giza. Ana upepo. Unaelewa nikisema upepo wa hatari Yaani ni yule mtu ambaye usipomsalimia akija akisema ndo kijana au hujanisalimia ujue umeenda. Sasa nikasema mimi nataka nishughulike na huyu mtu mpaka nimshinde. Baadaye nikapata wazo kwamba kuna jamaa mmoja, wakati huo mimi sijawahi kusimama ile mbele za watu, sijui nisemeje. Yaani mtu aniita niambie mimi nikemee pepo, kwanza ilikuwa haiwezekani. Kwa vile tu nilivyokuwa, yani sipo serious, ilikuwa haiwezekani. Sasa ule mwenzangu niliona yeye anaaminika, amepewa mikutano mingi, alafu tukienda naona akisema nashusha moto kwa jina la Yesu, naona pepo zinaungua. Kwa nikasema nikimwita huyu, tukiungana, huyu tutasaidiana. Sasa akaniambia, nikamwelekeza, akaniambia bwana mdogo, hilo jambo ni dogo sana. Hilo jambo ni dogo. Bwana mdogo, hilo jambo sio hofu. Nakuja. Na ule jamaa alikuwa chapa, anajiamini, akaja. Alipokuja akaniambia, wewe kiroho chako ni kidogo. Wewe utakuja kunipa kazi ya huko, wewe ukipigwa kombora, tukienda huko mimi nita akasema badala nishughulike na ule, nitabaki na kuombea. Ile point nikasema hii point na ukweli. Nikamtanguliza mwenye kiroho kikubwa. Akaenda. Alivyoenda kwanza akafika akasema mganga hodi.
akamkaribisha. Mimi nina bahati sana na waganga, yaani nina mengi tu sijakwambia, nitaendelea kukuambia. Akamkaribisha. Alipomkaribisha akamwambia karibu. Hata alipofika tu akamuuliza, aha, wewe ndo umetumwa toka ulikotoka mahali fulani, umekuja kupambana na mimi, utaniweza? Yaani amefika na mganga anamuuliza, umekuja kupambana na mimi, utaniweza? Akamwambia nitakuweza. Wakati huo wanajua wanasema kunguru mwoga anaishi miaka mingi. Wakati huo mimi nimekaa dirishani, siwaoni, nasikia tu. Baadaye jamaa aliposema kwa jina la Yesu, nikasikia tu mganga sija amefanyaje. Baadaye nikasikia kama kitu kimeanguka. Kilipoanguka jamaa, mule ndani nasikia kama vyuma vinacheza na kengele. Nikaelewa hapa mwamba amedondoka. Nikakimbia nyumbani mbio, michakato ya kukua kiroho hiyo jamaa. Sasa nikakaa nyumbani naumiza kichwa, yule jamaa kule aongea amekufa au ameanguka. Nikaanza kuomba, Mungu, ninaomba nipe nguvu zako. Kwanza, ukiwa haujajaza neno kiwango cha kutosha ni hatari. Kwa nini ni hatari? Kwanza nikaanza kuomba rehema. Maombi ya kwanza mimi nakumbuka yalikuwa ni rehema. Na hii rehema ilikuwa ya namna hii: Mungu, ninaenda katika vita ambayo katikati ya vita watu hupoteza maisha. Kwa hiyo yawezekana leo nitapoteza maisha napoenda kumwangalia ndugu yangu. Ninaomba Mungu, kama nikifika pale nitapoteza maisha, ninaomba Bwana Yesu uipokee roho yangu, kwa sababu naamini hii roho nyingine inaweza ikawa imeisha pokelewa. Sasa nikawa baadaye kikanijia kitu kama kinaniambia, mwambie Roho Mtakatifu akupe neno la kwenda nalo. Nikasema, Roho Mtakatifu, ninaomba neno la kwenda nalo. Nikaambiwa pale, tafuta habari ya Daudi, soma habari za Daudi. Nikasoma habari za Daudi. Nilipomaliza nikamwambia Roho Mtakatifu, sielewi chochote. Kwa nini sielewi? Kwa nikajiuliza, nikaokote na mimi jiwe au nani? Nikaendelea kuomba tena, Roho Mtakatifu, naomba ufunuo. Sasa pale ndipo palipoanza kunipa uelewa pia, kumbe neno la Mungu lina ufunuo hata kwa habari ya maisha yangu na vitu ambavyo vinaendelea kuhusu mimi. Pale nikarudia tena kusoma. Niliporudia kusoma kwa mara nyingine, nikakutana na maneno ya Daudi. Anamwambia Goliati, wewe unanijia kwa mapanga na marungu, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, majeshi ya Bwana uliowatukana leo, Mungu wa Israeli. Nilivyolipata hilo neno, nilisahau Biblia, sawa nilisahau viatu, nilikimbia peku mpaka kwa mganga ule. Nilipita na niliumia, sio kwamba sikuumia, niliumia. Nilikuja kugundua baadaye kwamba natoka damu maeneo haya. Inaonekana nilipofika kwenye mlango niliufungua kwa kichwa. Nilipopiga tu ile pap, nikasema, nakujia leo kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi uliyewatukana walokole, katika jina la Yesu ninakuamuru kaa chini. Akakaa hivi, akajikojolea hivi, anajikojolea. Namwona mganga anakaa huyo, anakaa. Sasa akili zile za kibinadamu zile mimi huwa zinakuja, nina tatizo hilo. Zikaanza kuja akili za binadamu, anajikojolea. Nikaanza kusema kojoa, akakojoa zaidi. Unanielewa vizuri? Si zimekuja zile akili sasa, na kueleza akili za kibinadamu zimeisha kuja. Nikamwambia kojoa, akakojoa. Nikaona hii imewezekana. Nikasema, kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Sasa nimeisha jua neno linafanya kazi. Mimi ni rungu la Bwana na kupiga na marungu 5. Nikasikia mara ya kwanza amelia, nikasema 1 hiyo. Akalia ya pili, nikasema 2 hiyo. Nikasema mpaka ya 5. Ya 5 akatulia, sasa anaugulia. Sasa nikawa sielewi anaugua wapi. Akili zikanijia, ili nijue kama hili rungu limefanya kazi, lazima nielekeze wapi lipige.
Nikasema kwa jina la Yesu ninapiga marungu 5 kwenye magoti. Anafanya nikasema halo, hii ni tamu. Sasa nikajiuliza, nimfyeke kabisa, nimwache hai au nimfanyaje? Nikaona lazima na mtaani wajue kidogo kwamba Yesu ni mwamba. Yesu ni mwamba. Nikamwambia kwa jina la Yesu ninakuombea uzima, magoti yaache kuuma, simama. Akasimama. Nikamwambia nifuate nyuma. Alafu unajua ukiona Mungu anafanya kuna kakiburi fulani hivi kanakuja, kuna kakiburi fulani kanakuja. Alafu nikamwambia yule aliyekuwa anasema mimi sipo nini kiroho, Biblia inasema Mungu uwapinga watu wenye kiburi. Amen. Yule alikuwa na kiburi, aliamini yeye ana kiroho cha kwenda kupambana na yule. Mungu akaamua kumtumia mnyonge kukiaibisha chenye nguvu. Amen. Na kweli alikuwa ni brother, amenizidi sana tu, na anamtunzia hii siri mpaka leo. Kwa sababu aliniambia ndugu yangu, akijua watadipa mkutano hata mmoja, kwa naomba nitunzie hii siri. Kwa mpaka leo nimekuwa mwaminifu, ila leo naitoa kidogo tu, unaona siitoi yote. Nikasema kwa jina la Yesu ninakuamuru bwana mdogo, simama. Akaamka yule jamaa, alikuwa amelala tu anakoroma. Kuna muda mnaweza mkajua mnakoroma kwamba mnalala vibaya, kumbe mmeminywa na mapepo. Akaamka, nikamwambia haya nifuate. Akaanza kunifuata. Naambia sasa unanifuata huko naimba mimi ni mjinga sana. Akaanza kunifuata. Anasema tu mimi ni mjinga sana. Nasema kwa jina la Yesu. Yaani nikisema kwa jina la Yesu sema, alikuwa ashtuki sana. Ila nikisema tumepewa jina linalopita majina yote, kwa jina la Yesu sema, anaongeza mimi ni mjinga sana. Na kuambia watu wakajaa. Sasa watu walipojaa, kumbuka mimi sijui hata kusema, yani sijui namna ya kuwashuhudia. Unafikiri nilikuwa na maneno mengi? Nikawaambia Yesu anaokoa. Yesu anawapenda. Yesu anawaita. Nani yupo tayari kuokoka? Wote. Nikaona kuna wachache hawajanyosha. Nikasema sasa, unajua nakwambia akili, lakini kwenye utoto ndo tunakuwa sawa Amen. Akili za kitoto. Nikapanda hasira, kwa nini hawajanyosha mkono? Wana kiburi, hawajaona nguvu za Mungu. Nikamwambia sasa, nia ambao hamjanyosha mkono, nawaambia leo mtajikojolea kama huyu mganga wote. Haya, semeni Bwana Yesu, na mimi hasira zikapoa na utoto. Bwana Yesu, tumekuja kwako, sisi ni wenye dhambi. Nikamwambia haya, sasa hivi tunarudi nyumbani kwa mganga. Tukaanza kurudi. Sasa jaribu kufikiri, wale ni Waislamu hawajaokoka. Nikawafundisha wimbo njiani, moto unawaka, kwa jina la Yesu moto unawaka, moto. Sasa mule, kumbuka wao hawajui kuimba kama sisi. Kukawa na mchanganyiko pale, yani ni makelele za moto unawaka. Tukaenda mpaka nyumbani pale kwa mganga. Jamani, Yesu huyu ni mtamu. Amen. Nilipoingia nikamuuliza, hivi ndo vibuyu vyako? Nikaanza kutoa vibuyu nje, na mimi navipiga. Mganga, ujambo? Ndo vibuyu vyako? Namwambia sasa yule jamaa, vunja hivyo. Bado anaogopa, kwani amekiona cha mtema kuni. Alikuwa anajiona yeye mjanja. Lakini nataka nikuambie, yule alienda na kiburi, akwenda na neno. Amen. Ukitanguliza neno, maana yako unamuonyesha Mungu, nimejishusha. Mimi najua ni wewe huo unafanya, sio mimi nafanya. Amen. Ila neno lako ndio linalofanya uumbaji hata sasa. Amen. Kwa hiyo neno linapokaa ndani ya mtu, linayabadilisha maisha ya mtu, linaubadilisha ujasiri. Unaanza kuyaona mambo katika namna ambao ulikuwa huyaone hapo mwanzo. Kinachokupa kuyaona mambo au kuviona vitu namna hiyo, kwa sababu lile neno linapoingia ndani, hata akili yako inaumbwa upya, inabadilika. Yale mambo unayokuwa uaminiki unaanza kuwa uamini. Amen. Vile vitu ambavyo ulikuwa huoni unaanza kuona. Kwa nini? Neno kuna vitu linaviumba ndani, vimetengeneza utu mpya ndani. Maanake kukosa neno la Mungu, kutajibidisha na neno, kutojali neno, kutojali wewe kuwa na muda binafsi wa kusoma neno, maana yake kuna vitu haviwezi vikaumbika
hata kama ungeliomba miaka 7. Amen. Haitatokea. Ukiwa na neno la Bwana ambalo linasema namna hii, utabarikiwa shambani, utabarikiwa wapi? Mjini. Alafu ukamwambia Bwana, kwa neno lako mimi ninaenda wapi? Shambani. Amen. Kwa neno lako, sio kwa mbegu na jembe na shamba linonalo, ila kwa neno la Bwana unaenda. Huyu Daudi, jifunze kwa Daudi. Wakati Daudi anasema nimekujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, kwani hakuwa na jiwe? Manake Mungu anavitia nguvu vile vitu ulivyo navyo, anavitia nguvu, anavimwagilia, lakini vinamwagiliwa kwa neno. Amen. Vinamwagiliwa kwa neno. Yaani usije ukajua utakapopuuza neno kwamba kuna milima utaing'oa. Hakuna. Sisahau wakati fulani niliumwa na niliumwa vibaya, na ilikuwa nikiwaza kurudi kufanya kazi, naumwa nikiwaza tu, yaani kitendo cha kufikiri tu kwamba sasa nikijihisi nimepona, nimeshinda vizuri, nikisema kesho ninarudi kwenye kazi, ile homa inanikamata tena, nikiamka asubuhi nakuwa siwezi. Baadaye nikajiuliza, hiki ni nini? Biblia inasema hivi, kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Nikaanza kuomba tu, silaha ya ugonjwa kwa jina la Yesu ninakuamuru hautafanikiwa. Niliamka asubuhi nikiwa mzima, mpaka nikashangaa kabisa. Mpaka wengine wanaojua naumwa wananiambia usiende, we bado unaumwa, hali sije kabadilika huko. Hawajui kama neno ameisha nitengeneza, ameniumba mimi. Wao hawajui. Nikaendelea na majukumu yangu, nikaendelea na kazi zangu, naona maisha ni mazuri tu. Yaani kwa nini? Kwa sababu nimemtanguliza neno. Wengi wanajitanguliza wao na maneno wanaoyasema. Na bahati nzuri siku hizi Mungu, teknolojia imeendelea, dunia imeendelea, akili zimeendelea, na bahati nzuri watu wamepewa maneno matamu. Wanafikiri Mungu anatongozwa kama unavyotongoza mwanamke. Mungu hatongozwi. Mungu ameishaziweka kanuni. Hamna njia ya kumsanitize Mungu kama wewe umeenda nje ya neno. Unajua ukienda kwa mwanamke ukamwambia hivi, yaani mie si wa mama, si mmefuatwa. Unajua mwanaume akija akikwambia nakupenda, unaweza ukamkatalia. Ila ngoja akusifie wewe mwezi mzima, kila siku akwambia wewe ni mzuri, kichwa kivimbe, uone kama utakataa. Na unaanza kukaa unasema hey, kweli yaani hata ile shape ulikuwa uionagi, unaanza kuiona sasa imetokea. Ukijiangalia kwenye kioo utakuta ulikuwa uonagi, siku zote ulikuwa na madimpo yaoni, unashangaa madimpo na yaona. Kama ulikuwa hujui kama una macho ya kulembua, unaanza kuviona vitu vyote vizuri. Utaanza kuangalia inaweza na maziwa yangu yalivyokaa yamekaa vizuri jamaa. Nini? Umesifiwa kwamba wewe ni mzuri. Sasa Mungu sio hivyo. Yeye Mungu anavipima vitu kwenye neno. Amen. Anavipima vitu kwenye, anapima standard ya maombi yako kupitia neno. Manake ndani yako unapolikosa neno la Mungu unakosa kumjua Mungu. Ndani yako unapolikosa neno, maana yake unayakosa maisha mazuri, unayakosa mambo mema. Si ameisha sema umjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokuja. Maana yake kwa kadri wewe unavyojua, unavyozidi kulijua neno, kwa kadri unavyozidi kuelewa kwa habari ya Mungu, kwa kadri unavyozidi kuelewa kwa habari ya neno linasema nini kwenye afya, linasema nini kwenye uchumi, linasema nini kwenye maisha ya huduma, linasema nini kwenye maisha ya uzao wako. Kwa kadri unavyozidi kuelewa ndivyo Mungu anavyozidi kufanya, kwa sababu unajua. Amen. Na wewe mwenyewe utaomba kwa ujasiri, kwa sababu unajua kupitia neno hii ni hakika na hii ni ahadi. Hii Mungu ameisema lazima aitimize. Na unajua kwamba Mungu amekuza hiyo ahadi. Kwa sababu yani kile kitendo cha wewe kujua neno, maana yake unazidi kumjua Mungu. Ndio maana Biblia ikasema mtu asijisifu kwa sababu ya hekima, asijisifu kwa sababu ya utajiri, wala asijisifu kwa sababu ya chochote, ajisifu kwa sababu anamjua Mungu. Kama una jambo la kujisifia sio shepu. Kama jambo
la kujisifia lipo sio mavazi. Kama jambo la kujisifia lipo sio cheti ulichonacho cha darasani. Kitu cha kujisifu ni pale wewe unapokuwa na hakika kwamba ninamjua Mungu ninayemtumikia. Ifike mahali useme ninamjua Mungu niliyemwamini, mimi namuelewa. Ukishafika kiwango hicho cha kumjua Mungu, anasema mema yatakuja. Ukiona kuna mabaya, manake kuna viwango vya neno ambavyo haujavitimiza. Ngoja niwaambie hivi, neno ambaye ni Mungu akiwa ndani yako, wewe ukiwa unapigana na mtu yoyote kwenye maisha, ni Mungu anapigana naye kwa sababu una neno. Amen. Manake wewe ukitembea namna hii, unavyotembea hata hivi tu, ujue kabisa ni Mungu anayetembea kwa sababu una nini? Una neno. Ukifanya biashara, maana yake ni Mungu anayefanya biashara kwa sababu una neno. Anazungumza habari ya mema kukujia. Mambo mabaya mengi yametupata kwa sababu hatuna neno. Tusimame. Ukitaka kumwona Mungu kwenye maisha yako, usilidharau neno. Unapotaka kumwona Mungu kwenye maisha yako, maisha ya kiroho, maisha ya kimwili, maisha ya huduma, maisha ya uchumi, maisha ya afya, ukitaka kumwona Mungu, wewe uliokoka, ukitaka Mungu asimame upande wako, lipe neno la Mungu nafasi. Ondoa kiburi, ondoa majigambo, ondoa tabia ulizonazo. Mwambie Mungu, nipo tayari unishughulikie kupitia neno. Mwambie Mungu, mimi nipo tayari uzungumze na mimi kupitia neno. Hautaisikia sauti ya Mungu kwenye maisha yako kama haujajifunza kwa habari ya neno la Mungu. Neno la Mungu linasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, kwa sababu neno likikaa ni maisha yamekaa, ni uumbaji umekaa, ni hatima imekaa mahali pa Mungu. Ndio maana neno likasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Kutendewa ni kiwango cha maisha unadumu kwenye uokovu, ni kiwango cha maisha umesimama kwenye haki ya Mungu, ni kiwango cha maisha umeamua kumfuata Bwana, ni kiwango cha maisha umeamua kuwekeza kwenye neno. Kwa kadri unavyowekeza kwenye neno, kwa kadri unavyowekeza kwenye hii neema, ndivyo Mungu anavyoshuka kwenye maisha yako, ndivyo Mungu anavyosimama kwenye maisha yako. Hakikisha neno ni sehemu ya maisha, hakikisha neno ni sehemu ya ibada. Hakikisha unapotembea, mahali popote unapoenda, mwambie Bwana, ninaenda kwa neno. Maana Bwana, wewe umesema utaniagizia malaika zako ili wanitangulie. Mwambie Bwana, nitangulie kama neno lako lilivyosema. Kwa nini watu wamepotea? Kwa nini watu hawamfuati Bwana? Kwa nini watu wameifuata dunia? Ni kwa sababu wamesahau asili yetu ni neno. Tulifanywa kwa neno, tukaumbwa kwa neno. Ile pumzi ya Bwana ambayo ni neno lake ilipulizwa ndani yetu, ikapulizwa ndani yetu. Ukimjua Bwana, ukimjua huyu Yesu, ukilijua neno lake, ukijua kweli yake, hautapotea, hautapotea, hautapotea. Ukimjua Yesu hautapotea, ukimjua Yesu hautapotea. Maana yanasema utakuwa mbali na kuonewa, wala hofu haitakukaribia. Kwa kadri unavyomjua Bwana, kwa kadri unavyomjua Yesu, ndivyo maisha yako yanavyotengenezwa, ndivyo hatima yako inavyotengenezwa, ndivyo safari yako inavyokuwa salama, ndivyo maisha yako yanavyokuwa salama. Wekeza kwenye neno, wekeza kwenye neno. Mwambie Bwana, ninataka nikujue. Mwambie Bwana, ninataka nikujue, nikujue kupitia neno.
nikujue kupitia neno, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. O Bwana, umesema neno lako ni moto, neno lako ni upanga, ukapite ndani yangu, ukapite kwenye fahamu zangu, ukapite kwenye akili zangu. Ninataka nikujue uliye neno la kweli, ninataka nikujue uliye Mungu wa kweli, ninataka nikujue. Mwambie Bwana nikujue, mwambie Yesu nikujue. Peleka maombi ya kumjua Mungu, peleka maombi ya udhihirisho wa neno. Bwana kakudhihirishe, Bwana kakutangaze kupitia neno lake, ukayaone mema ya maisha yako kupitia neno lake, ukayaone mema ya maisha yako Bwana aliyokukusudia. Kwa jina la Yesu yakujie yale aliyokukusudia, kwa jina la Yesu yawe sehemu yako, yawe sehemu ya maisha yako, yawe sehemu ya afya yako, yawe sehemu ya huduma yako, katika jina la Yesu. Bwana, na iachilie neema inayopita neema zote. Bwana, na aziachilie nguvu zitende kazi kwako. Bwana, na achilie uweza utende kazi kwako. Bwana, na achilie hatima iliyo njema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe unifundishaye kufanya vita, wewe unifundishaye kufanya vita. Bwana uliye mtu wa vita, Bwana uliye mwamba wa vita, wewe Bwana unayenipigania, wewe Bwana unayenitetea, wewe uliye mtetezi wangu, wewe uliye maisha yangu, wewe uliye nguvu zangu, wewe uliye sema ya kwamba japo kuwa watu wetu wa nje unachoka, lakini hatuchakai, maana Bwana umetufanya upya katika utu wa ndani. Lakini Bwana umetufanya upya katika utu wa ndani. Bwana uliye jabali langu, uliye mwamba uokovu wangu, wewe ambao umesema ya kwamba wanaokutumaini wewe ni kama mlima Sayuni, hawatatikishika milele, hawatatikishika milele, hawatatikishika milele. Wanaokuangalia wewe Bwana hawatatayarika, maana Bwana umesema utakuwa pamoja nami hata ukamilifu wa dahari, utakuwa pamoja nami hata ukamilifu wa dahari. E Mungu wa Ishaka, e Mungu wa Eliya, e Mungu wa Yakobo, tunakuja kwako. Kwako kuna hatima yetu, tunakuja kwako. Kwako kuna maisha yetu, ututengeneze upya. Wewe uliye neno, uliyeingia ndani yetu, uyafanye upya maisha yetu, ufanye upya hatima zetu, ufanye upya viroho vyetu, ufanye upya uchumi wetu, ufanye upya afya zetu, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Tengeneza e Bwana, fanya upya e Bwana, fanya upya e Mwokozi, fanya upya e Jehova. Tengeneza upya, tengeneza upya, tengeneza upya, tengeneza upya maisha yangu ya upya. Tengeneza upya, tengeneza upya kwa neno lako Bwana. Finyanga hatima kwa neno lako Bwana. Finyanga uchumi kwa neno lako Bwana. Finyanga maisha, tukuone Bwana ukisimama kwetu, tukuone Bwana ukitembea kwetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
Yesu tukuone, Yesu tukuone, Yesu tukuone, Mwokozi tukuone, Jehova tukuone, Mwokozi tukuone, uliyeumba dunia, uliyeumba ulimwengu. Kwa neno Bwana, kwa neno lako ulifanya vinavyoonekana na sivyoonekana, ukavifanya kwa neno. Maisha yangu Bwana, kwa neno lako yanaweza kabadilika. Maisha yangu Bwana, kwa neno lako yanaweza kafanywa upya. Maisha yangu Bwana, kwa neno lako yanaweza katengenezwa, yanaweza katengenezwa, yanaweza katengenezwa katika jina la Yesu. Neno litengeneze maisha, neno litengeneze afya, neno litengeneze afya. Maana imeandikwa ya kwamba wewe ni Mungu niponyaye, wewe ni Mungu niponyaye. Tengeneza afya, tengeneza hatima, tengeneza kusudi, tengeneza hatima, tengeneza hatima, hatima ya utumba ikatengenezwe, 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 ikatengenezwe kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Tengeneza Bwana, tengeneza Mwokozi, tengeneza Jehova, tengeneza Bwana, tengeneza, tengeneza, tengeneza Bwana, tengeneza Mwokozi, tengeneza Jehova, tengeneza Mwokozi, tengeneza hatima za maisha yetu, tengeneza hatima za watoto wetu, tengeneza hatima za ndoa zetu, tengeneza hatima za ndoa zetu. Tengeneza Bwana, tengeneza Mwokozi, tengeneza Jehova. Tamka kwa Bwana, tengeneza hatima yako. Tamka kwa Bwana, tengeneza kusudi lako, tengeneza maisha yako, tengeneza, tengeneza. Tamka kwa Bwana, tamka kwa Bwana, mwambie ninatengeneza, ninatengeneza maisha mazuri, ninatengeneza maisha mazuri, ninatengeneza maisha mazuri, ninatengeneza maisha mazuri, ninatengeneza maisha mazuri. Tengeneza maisha mazuri, tengeneza maisha mafanikio, tengeneza, 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 tengeneza. Maana imeandikwa yote yawezekana kwake yeye aaminie. Mwambie Bwana, ninaamini maisha mazuri ni yangu, kufanikiwa ni kwangu, kuinuka ni kwangu, baraka ni yangu, uzao ni wangu, uchumi ni wangu. Mwambie Bwana, wako inawezekana, wako inawezekana, wako inawezekana, inawezekana, inawezekana. Mwambie Bwana, ninajua inawezekana. Kwa msaada wa Bwana nitatenda makuu. Mwambie Bwana, kwa msaada wako ninaenda kutenda makuu kwenye maisha ya uchumi, ninaenda kutenda makuu kwenye maisha ya maono. Mwambie Bwana, kwa msaada wako ninatenda makuu, ninatenda makuu, ninatenda makuu, ninatenda makuu, ninatenda makuu. Kwa msaada wa Bwana ukatende makuu, kwa msaada wa Bwana ukazipasue ngome, kwa msaada wa Bwana ukapasue miamba, kwa msaada wa Bwana ukaione hatima, kwa msaada wa Bwana ukayaone maisha, kwa msaada wa Bwana ukatende makuu. Ee Yesu, ee Yesu, asante Mwokozi.
tunatenda makuu, tunatenda makuu. Natamani katika jioni ya leo, kuna watu ambao wamejitoa sana kwenye huduma hii. Kuna watu ambao wameifadhili kazi ya Mungu mahali hapa kwa namna isiyo ya kawaida. Tunapokuwa katika mwaka wa kumiliki, tunaenda kumwambia Bwana, hawa watu wawe ni watu matajiri katika taifa letu. Tunaenda kumwambia Bwana, wawe ni watu matajiri, wawe ni watu wasio wa kawaida. Tunaenda kumwambia Bwana, hawa ambao wamejitoa katika huduma, waliojitoa kwenye vyombo, waliojitoa kwenye viti, waliojitoa kwenye ujenzi, tunaenda kumwambia Bwana, hawa watu wamepanda mbegu, wamepanda mbegu shambani mwako, wamepanda mbegu nyumbani mwako. Tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, watakapoonekana matajiri 10 katika taifa letu, hawa watu wakaonekane. Watakapoonekana matajiri 10 katika taifa letu, hawa watu wakaonekane. Akawajaze fedha, akawajaze utajiri, utajiri wa majumba, akawajaze utajiri, utajiri wa fedha, fedha za kigeni, fedha za ndani, zikasogee kwenye maisha yao, wakamiliki mali zisizo za kawaida. Kila walionyosha mikono katika madhabahu hii, kila walionyosha mikono katika madhabahu hii, watamkie baraka, watamkie neema, watamkie baraka. Tamka baraka kwa hao, 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 tamka baraka kwa hao. Umwambie Bwana, kama nchi yetu itakuwa na watu 10 wenye fedha, hao wakawemo. Kama nchi yetu itakuwa na watu 10 wenye magari mazuri, hao wakawemo. Kama nchi yetu itakuwa na watu 10 wenye ardhi kubwa, hao wakawepo. Kama nchi yetu itakuwa na watu 10 wenye migodi ya dhahabu, migodi ya almasi, migodi ya rubi, kila aina ya mali zikaje kwao, wakapate utajiri usio wa kawaida, wakapate mpenyo usio wa kawaida katika jina la Yesu. Wamenyoosha mikono yao katika huduma hii. Mwambie Bwana kwa ajili ya hawa watu, mwambie Bwana kwa ajili ya hawa watu, mwambie Bwana kwa ajili ya hawa watu, mwambie Bwana kwa ajili ya hawa watu. Kuna watu wamesimama, kuna watu wamejitoa. Kristo hajapata aibu kwa sababu ya lile walilolifanya mbele za Bwana. Sisi kama kanisa tunatamka ya kwamba Mungu atakapoinua watu 10 katika taifa, hao wasikosekane, hao wasikosekane, wasikosekane, wasikosekane. Lisiwepo taifa ambalo hawatatembea, isiwepo nchi ambayo hawataifikia, labda wasitake wao, lakini kwa jina la Bwana tunawapeleka kwenye kila taifa, wakamiliki Tanzania, wakamiliki Amerika, wakamiliki Uganda, wakamiliki Kenya, wakamiliki kila pahali. Bwana kawafanyie njia, Bwana kawafanyie njia. Bado ninasikia ndani yangu, bado ninasikia moyoni mwangu, bado ninasikia ndani yangu, bado ninasikia ndani yangu. Bado hatujatamka kwa ajili ya watu hawa, bado hatujaomba kwa ajili ya watu hawa, bado hatujasema neno. Sema neno, sema neno, wakainuke, wakainuke katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana wainuke, wafanikiwe wao na uzao wao, wafanikiwe wao na uzao wao
wafanikio wao na usawa wao katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Nami ninatamka kama Bwana alivyoniamuru, nami ninatamka kama Bwana alivyoniamuru, ukitumia kinywa cha kikuhani, ukitumia kinywa cha madhabahu, nami ninatamka maisha ya magonjwa yasiwe juu yao, maisha ya huzuni yasiwe juu yao. Bwana kawape neema. Ninatamka neema kwenye kila eneo la maisha yao. Ninatamka neema kwenye kila eneo la maisha yao. Ninatamka ongezeko. Ninatamka kwa watoto wao. Ninatamka uzima kwa watoto wao. Ninatamka uzima kwa watoto wao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninautamka uzima na neema ya Bwana viwe juu yao, viwe juu yao, viwe juu yao, viwe juu yao katika jina la Yesu. Imekuwa kwa jina la Yesu, imetokea kwa jina la Yesu. Imekuwa kwa jina la Yesu. Shukuru Bwana, mwambie tunajua imekuwa kwa watu hawa, imekuwa kwa watu hawa, imetokea. Mungu atakapoinua watu 10 kwenye taifa hawatakosekana. Mungu atakapoinua watu 10 kwenye taifa hawatakosekana. Mungu anaenda kuwapa jina kubwa. Mungu anaenda kuwapa jina lisilo la kawaida. Mungu anaenda kuwapa jina la ajabu. Mungu anaenda kuwapa jina lisilo la kawaida. Bwana anaenda kuwapa jina, watasikika kila pahali, watapokea heshima kila pahali, wataingia katika malango yasiyo ya kawaida, kila pahali watainuka. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya watu hao. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya watu hawa. Mungu anaenda kuwatendea kwa upya. Bwana anaenda kuwafanyia kwa upya. Kuna mambo ya kutisha Bwana anaenda kuyatenda kwenye maisha yao. Bwana anaenda kuyafanya kwenye maisha yao. Mungu anaenda kutenda kwa ajili yao na kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili yao na hatima za watoto wao. Watauona utajiri utakaoenda kwa vizazi, hata kwa vizazi. Wataiona neema itakayotembea kwa vizazi, hata kwa vizazi. Ninakushukuru Bwana kwa sababu imekuwa. Sante Mwokozi, sante Mwokozi, sante Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana asante. Endelea kumshukuru Bwana, endelea kumwambia Bwana asante kwa maneno ya kinywa chako. Endelea kumwazimisha Bwana, endelea kumtukuza Bwana. Mwambie Bwana ninashukuru, wewe ni furaha yangu, wewe ni uzima wangu, wewe ni amani yangu, wewe ni tumaini langu, wewe ni mwamba wa wokovu.